na mtu, sio mimi, natoa mfano, lakini unaweza kupatana na mtu yoyote yule, familia yako, watoto wako, yoyote yule unaweza kupatana naye. Mkaomba. Biblia hapa haijatuambia kwamba ukipatana na mchungaji, no. Ukipatana na mwalimu, hapana. Ukipatana na mwinjilisti, hapana. Ukipatana na mtume, hapana. Ukipatana Biblia haijasema hivyo. Kwa hiyo turudie tusome ile Noma, tusome ile Mathayo. Kwa hiyo nirudie hapo, tuweke sawa. Kwa sababu mtu asije akakalili akasema lazima tupatane na fulani, na mchungaji tu, au tupatane na mwalimu tu, au tupatane na mwinjilisti tu, au tupatane na innocent. No. Biblia haijasema hivyo. Haijasema hivyo. Usiweke imani yako isikae kwa mtu. Imani yako iwe kwa Mungu. Okay. Anasema hivi. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu, hajasema tena ijapokuwa kwamba wewe utakapopatana na mchungaji, wewe utakapopatana na mwinjilisti, wewe utakapopatana na nabii, haijasema hivyo. Imesema hivi, Yesu anasema hivi. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani, wawili wenu mtakapopatana duniani, wawili wenu, wewe na mtu yoyote yule, mtakapopatana, Mungu atalifanya jambo hilo. Kwa usitengeneze fahamu yako, made up your mind kwamba lazima niombe na mtu fulani, lazima niombe na mtu fulani, lazima niombe na mtu fulani. Sio lazima awe amekuwa kiroho, hapana. Hata ambaye tu ameokoka jana unaweza ukamshirikisha. Sasa mimi nakumbuka mama tulikuwa anatushirikisha, ni watoto hatujui chochote, lakini unakuta anashirikisha mahitaji yake. Kwa tunapokuwa tunaombea, yani ile ibada ya nyumbani tunashirikisha, tuombe kwa kupatana juu ya jambo fulani na tunaomba. Kwa unaweza kuwashirikisha watoto wako, watoto wale wadogo tu standard 1, huko darasa la kwanza la pili, unawashirikisha. Huko nyumbani naambia sasa wanangu, kazini kuna 1 2 3 4 5 kinatokea. Nataka tuombe pamoja. Mungu anisaidie. Mnapiga magoti, mnaomba pamoja na watoto wako. Utashangaa. Utaona watoto wanasema, "Baba, Mungu uliye mbinguni, mkumbuke mama yetu kazini." Mungu anasikia maombi hayo. Mungu anasikia maombi hayo. Mungu anasikia maombi hayo. Kwa hiyo nikupe mfano huu. Kipindi Ibrahim amempa ujauzito yule mjakazi wake Hajiri. Hajiri akazaa mtoto anaitwa Ishmaeli. Alipozaa mtoto anaitwa Ishmaeli, mtoto mdogo, Sara akawa anamchukia yule mtoto pamoja na mama yake. And then yule mama mtu akatoroka pamoja na yule mtoto. Alafu yule mtoto akawa analia. Mama hakuomba chochote, mama alikimbia. Solution ya mama, jawabu la mama ilikuwa ni kukimbia. Lakini yule mtoto jawabu lake ilikuwa ni kumlilia Mungu. Na yule mtoto alilia na kulia na kulia na kumlilia Mungu. And then Mungu akamtokea yule mama. Akamwambia, "Mama, nimesikia kilio cha mtoto huyu. Nimeona machozi yake." Maombi ya mtoto Mungu anasikia. Kama Mungu aliweza kumtokea Samueli akiwa na yule kuhani Eli, katoto kadogo Mungu alikatokea. Mtoto mdogo Mungu alimtokea. Samueli aliitwa akiwa mdogo sana. Mungu anaanza kusema na Samueli akiwa mdogo sana. Mungu anasikia maombi ya watoto. Kwa hiyo usiwadharau. Hata mtu ambaye ameokoka jana usimdharau, lakini usimwambie mambo mazito mno akamzidi uwezo wake. Vitu vyepesi. Hata watoto usiwabebeshe mizigo ambao wasiweza kubeba. Usiwabebesha matatizo ya ndoa yako. Hapana. Unawaambia, yaani unabebesha hekima, labda tuombee familia yetu. Lakini unajua unamaanisha kuombea nini? Kwa unatumia hekima. So unafunguka tu baba yenu mmoja bila tu au mama yenu mmoja bila tu, hapana. Lakini tunatumia hekima kwamba tuombee familia yetu. Kwa unajua kuna changamoto fulani, unaambia tuombe amani katika familia hii. Mungu anajua. Wewe ombe tu hivyo. Wanangu au fulani ombea familia, amani ya familia yetu. Au rafiki yako unaambia fulani siku fulani tuombe juu ya jambo fulani. Tuombe amani juu ya familia yetu. Labda familia yetu haina umoja. Kila mtu yuko kivyake. Labda ukoo wetu hauna umoja. Kila mtu yuko kivyake. Kila mtu yuko busy, yani hakuna anayemsaidia mwingine, hakuna anayemkumbuka mwingine. Kila mtu
anafanya mambo yake tu. Hakuna anayemsaidia mwingine. Kila ndio kivyake tu. Kwa mnataka kuomba umoja, unaambia tutuombee amani ya familia yetu, tuombee umoja wa familia yetu. Hivyo basi. Usitaki kuelezea mno, utaharibu mambo. Kama mtu hawezi kuhandle, itakuwa vurugu. Kwa unatumia hekima. Okay. Kwa twende mfano wa pili sasa. Tuombe. Twende mfano wa pili. Mfano wa pili tutaangalia kanisa. Tutaangalia kanisa lilipoamua kuomba juu ya jambo fulani. Kanisa la Mungu lilipoamua kuomba. Petro alikamatwa. Tutaisoma hii story. Petro alikamatwa akawekwa gerezani. Petro alipokamatwa na kuwekwa gerezani, kanisa likaamua kuomba. Sasa tutaona nini kilitokea. Kanisa lilipatana kwa umoja, wakaomba. Jambo fulani likatokea. Tusome sasa Matendo ya Mitume sura ya 12. Matendo ya Mitume sura ya 12. Matendo ya Mitume sura ya 12. Tutaanzia mstari wa 5 mpaka 12. Andika Matendo ya Mitume sura ya 12. Matendo ya Mitume sura ya 12, tutasoma mstari wa 5 mpaka 12. Matendo ya Mitume sura ya 5, sura ya 12 mstari wa 5 mpaka 12. Tutasoma. Tayari? Okay. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5 mpaka 12. Si sawa? Okay. Tutasoma. Biblia inasema hivi: basi Petro akalindwa gerezani. Au tuanze mstari, nianze mstari wa kwanza. Sawa. Tuanze mstari wa kwanza. Anasema hivi: panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa hiyo Mfalme Herode akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya watu wa kanisa. Mfalme Herode akanyosha mkono wake kuwatenda mabaya watu wa kanisa. Ni kama mtu yoyote tu katika maisha yako aliyonyosha mkono wake kukutenda mabaya. Fulani amenyosha mkono wake kukutenda mabaya kwenye kazi yako, kukutenda mabaya kwenye ndoa yako, kukutenda mabaya kwenye kila eneo lako. Mtu amenyosha mkono kukutenda mabaya. Sasa leo tutaona, je, mtu akinyosha mkono kunitenda mabaya nifanyeje? Biblia imejibu. Mstari wa 2. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Kwa hiyo Mfalme Herode aliponyosha mkono wake kuwatenda baadhi ya watu wa kanisa, akaanza kumuua Yakobo, mwanafunzi wa Yesu, ndugu yake na Yohana. Akampiga upanga, kakata, akafa. Mstari wa 3. Na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea kumshika na Petro. Kwa alipomuua Yakobo, akaona Wayahudi wanafurahia, akaendelea. Yaani kuna mtu ambaye akifanya ubaya, alafu akaona watu wanampa kichwa, anaendelea. Kwa Herode alipofanya jambo la kwanza, tukio la kwanza, na akaona watu wanashangilia, Wayahudi wanashangilia kwa sababu ya wivu na kadhalika, akaendelea. Okay, Biblia inaendelea, inakusema. Anasema hivi: na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea kumshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyo chachwa. Mstari wa 4. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani. Akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari, 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Kwa hiyo sasa, baada ya kumuua Yakobo, akamkamata na Petro. Alipomkamata na Petro, akamtia mikononi mwa vile vikosi, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari.
wanne. Unaweza kuimagine. Kwa maana yake askari wanne. Sawa? Kwa maana yake 12 sasa. Kwa maana yake wanne. Wamemzunguka mtu mmoja, Petro. Okay. Hii inatokea kwenye maisha, ni kwamba shetani anakuwekea vizingiti kila kona. Roho zimeshikilia kila kona. Vikosi vya shetani vimekaa kwenye kila eneo la maisha yako. Hupumui. Kazini hupumui. Kwenye biashara yako hupumui. Nyumbani kwenye ndoa yako hupumui. Kwenye masomo yako hupumui. Uchumi wako hupumui. Kila eneo, hakuna sehemu ambayo ameachia nafasi unaweza kupumua. Ukasema hapa nimepumua. Kwenye afya unaumwa, kila eneo hakuna amani. Ni kilio kwenye kila eneo. Hupumui. Ndivyo walivyomfanya Petro. Walimwekea vikosi kila mahali. Amemweka kwenye gereza, and then akamwekea vikosi. Hakuna kutoka. Ni sasa sana shetani amekufunga kwenye eneo fulani, and then amekuwekea vikosi, hataki kutoka kwenye hilo gereza. Amekufunga huko ndani ya hilo gereza, halafu shetani hataki kukuachilia utoke. Anataka uendelee huko ndani ya hilo gereza, afu ameweka walinzi wa kulinda. Maelfu ya walinzi wanakulinda. Hataki utoke. Sasa mtumishi ikitokea kwenye hali kama ya namna, nafanyeje mtumishi? Petro yuko peke yake. Na ameshaona awali wa kwanza alitengenezwa vikosi kama vile, akafa. Na alikuwa ni mtumishi wa Mungu pia. Yakobo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ukisoma Biblia katika wale marafiki wa Yesu, walikuwa very close, walikuwa karibu sana na Yesu. Wale watatu. Alikuwa Yohana, Yakobo na Petro. Yakobo alikuwa karibu sana na Yesu. Alikufa. Alikuwa anakaa kifuani kama Yohana. Lakini alikufa. Tatizo lilikuwa wapi? Kosa lilikuwa wapi? Alikuwa na Mungu, sio kwamba alikuwa na Mungu. Alikuwa na imani. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja siku moja kuhusu habari za Yakobo. Yakobo alipokufa, walipoenda kumzika, watu waliangalia magoti yake. Kwenye magoti yake wanasema ilikuwa kama yale magoti ya ngamia. Unajua ngamia anapopiga au mbuzi au ng'ombe anapopiga magoti namna hii, huwa yale magoti yao yanakuwa na sugu fulani hivi. Kwa hiyo wanasema Yakobo magoti yake yalikuwa yana sugu. Maana yake huyu mtu alikuwa anaomba isivyo kawaida. Alikuwa ni mtu wa maombi. He was the man of prayer. Na huu mfano aliiga wapi? Kwa Yesu. Yesu alikuwa kama saa 12 mlimani. Anautafuta uso wa Mungu. Anaomba. Akipata nafasi tu watu wakiwa akipata nafasi anatoroka na wachopoka watu, anaenda mlimani peke yake faragani kuomba. Yakobo aliiga huu mfano. Alikuwa anaomba na kuomba. Lakini alipokamatwa na kuwekwa gerezani, vikosi vya askari vikawekwa, hakutoka. Alikufa. Sasa tuangalie sasa. Petro naye wamemweka ndani. Sasa nini kifanyike ili Petro aweze kutoka? Kwa hiyo tuendelee mbele tuone sasa. Mstari wa 5. Biblia inasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Tazama, Petro alipokamatwa na kuweka gerezani, kanisa likapatana. Kanisa walikubaliana kuomba kwa umoja kwa ajili ya mtu mmoja anaitwa Petro. Walikubaliana, walipatana kuomba juu ya jambo moja, kuomba kwa ajili ya mtu mmoja ambaye ni Petro. Kumbuka kipindi Yakobo amekamatwa, kanisa alikukubaliana kuomba kwa ajili ya Yakobo. Lakini Petro alipokamatwa, kanisa ikasema hapana, imetosha. Enough is enough. Amekufa Yakobo, tumeangalia. Na Petro sasa, no. Enough is enough. Wakakusanyika kwa umoja kuomba. Na usikubali kwa familia yenu amekufa fulani akiwa ni mdogo na umri mdogo.
Mwingine sasa anaumwa, yuko kwenye near death. Usikubali. Usikubali. Sema enough is enough. Kubalianeni, pataneni. Na mkiomba kwa juhudi. Bible inasema katika hii Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 5. Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kuomba kwa juhudi, hakuomba kama alivyokuwa anaomba siku zote, bali waliongeza juhudi. Kama alikuwa anaomba mara 2 kwa siku, aliongeza mara 3, mara 4. Kama alikuwa anaomba mara 5 kwa siku, aliongeza hata kukesha usiku kucha. Maana yake waliomba kuliko kawaida yao. Kwa maana yake kama changamoto fulani inatokea kwenye familia yenu, mmeamua kupatana kuomba juu ya jambo fulani, msiombe kama kawaida mlivyokuwa mnaomba. Badilisheni mfumo wa maombi yenu. Mnaweza mkaamua kama familia, mkatafuta siku moja mkakesha kama familia, mkaomba usiku kucha, mkamlilia Mungu kwamba enough is enough. Biashara ya kwanza nimeanzisha imekufa. Biashara ya pili nimeanzisha imekufa. Biashara ya tatu nimeanzisha imekufa. Enough is enough. Mungu, nimepata mchumba wa kwanza ameondoka. Nimepata mchumba pili ameondoka. Nimepata watoto nimeachwa. Enough is enough. Badilisha gia. Alafu mtafute Mungu kwa juhudi. Usikubali hata kidogo. Usikubali hata kidogo. Kila biashara ukianzisha inakufa. Usikubali hata kidogo, usikubali hata kidogo, usikubali hata kidogo. Weka juhudi katika kuomba. Kubaliana na jirani yako, kubaliana yoyote yule. Weka agreement, weka mapatano. And then muombe pamoja kwa juhudi. Tafuta wale watu wanaomba kwa juhudi. Tafuta wale watu wenye moyo wa kuomba. Tafuta yule mtu anayeugua pamoja na wewe. Yesu alitambua faida ya maombi ya mapatano. Ngoja nikuonyeshe kwa Yesu. Yesu alikuwa anajua faida ya kuomba kwa mapatano, faida ya maombi ya mapatano. Alipoona shida imekaribia, alipoona anakaribia kufa, anakaribia kwenda msalabani kufa, Biblia inasema na nguvu zilimuisha, akaenda kuomba. Lakini akaona hii siwezi kuomba peke yangu. Nahitaji nitafute watu ambao ninawaamini, twende pamoja tukaombe pamoja, tukaenda kuomba pamoja nao. Akamchukua Yohana, akamchukua Yakobo na Petro. Akaenda nao mlimani. Akamwambia tutaenda kuombea jambo fulani, 1 2 3 4. Kwa akawaacha kina Petro na Yakobo hapo wanaomba, and then akasonga akaenda hatua moja ya jiwe, kama ukirusha jiwe, akaenda hatua kama kadhaa. Yeye akawa mbele kule anaomba. Anaomba na kuomba. Kumbuka wamepatana kuomba juu ya jambo fulani. Na watu baadhi walikuwa wanaamini kwenda kuomba usiku kucha kwa ajili ya kile jambo kitakachoenda kutokea. Kumbuka ni siku ya mwisho, Yesu anaelekea kufa. Ni muda kidogo tu Yesu amekaribia kufa. Kwamba wachukua wanafunzi wake waende kumpa support. Wamekubaliana, wamepatana kwenda kuomba pamoja juu ya jambo fulani. Yesu alikuwa anatambua umuhimu. Kwa kipindi anaomba namna ile, yuko anaomba. Asema kwani nikawatazame hawa. Alipoenda kutazama wamelala. Akamwambia Petro, Yohana, Yakobo, amka tuombe. Amkeni tuombe. Wakasema sawa. Wakaamka. Wakaomba Yesu. Wakalala tena. Yesu ameendelea kuomba. Akasema akarudi tena wamelala. Amkeni msimkaingia majaribuni Petro. Akaenda. Akaomba, akarudi. Akakuta bado tu wamelala. Katika lile group hao watu walikuwa wanaamini sana, kwa sababu walikuwa wanaenda nao kwenye maombi mara kwa mara. Yesu alikuwa anajua faida ya maombi ya mapatano. Alikuwa anafahamu faida ya maombi ya kukubaliana, maombi ya pamoja. Alikuwa anafahamu umuhimu wake. Yesu aliomba mara nyingi sana. Alikuwa anafahamu umuhimu wa kuomba pamoja, alikuwa anafahamu umuhimu wa kuomba peke yake. Vyote vina umuhimu. Kuomba peke yako na kuomba pamoja, haya mambo yana umuhimu yote kwa pamoja, na Yesu aliyafanya. Maana yake alikuwa anatuonyesha njia. Alikuwa anatuonyesha mfano. Okay, wewe tuendelee sasa. Mstari wa 5. Anasema basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Kwa kipindi kwa gerezani amelindwa, kanisa likaamua kuomba kwa juhudi. Kanisa liliamua kuomba kwa juhudi kwa ajili yake. Mstari wa 6. Hata wakati Herode
alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo. Kwa hiyo askari walikuwa wanamlinda na wakamfunga minyororo. Oh, haleluya. Kwa hiyo alifungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakilinda. Sasa ndani analindwa na maskari, kwenye milango kuna maskari, na huko nje ya gereza kuna maskari. Kwa kila eneo kuna maskari, kila eneo kuna maskari wanamlinda, wakihakikisha kwamba huyu mtu hatoki. Yaani sawa sawa na wewe shetani na mapepo yake na maajenti wake na vibaraka wake na watu wote tu wale wameapa kwamba labda hutazaa, wameapa kwamba hutafanikiwa, wameapa kwamba utafanya 1 2 3 4 5, wameapa kwamba haitakuwa, na kile kiapo wanakilinda kwamba hutafanikiwa, hutoki kwenye ile gereza, utakaa kwenye ile gereza miaka yote, hakuna kutoka. Wanakulinda usiku na mchana. Ukijaribu kuomba kwenye faragua, uombe hata saa moja ili ujifungue kutoka kwenye hivyo vifungo, wamekulinda, hawataki, wamekufunga minyororo. Kama walivyofunga Petro. Hawataki hata ujifarague kidogo, uombe kidogo. Ukijaribu kuomba kidogo lazima ulale. Kwa nini? Wamekufunga mikono. Lakini maombi ya mapatano, minyororo inakatika. Maombi ya mapatano, gerezani unatoka. Haijalishi umelindwa na maskari wangapi, haijalishi hilo gereza lina ngome kubwa kiasi gani, maombi ya mapatano yanavunja hiyo ngome. Ngome zinavunjika tukiomba kwa juhudi, tukiwa na moyo mmoja. Omba na wale watu ambao wana moyo mmoja na wewe. Atalia na wewe. Unapolia atalia na wewe. Si unapolia anacheka na wewe. Omba na wale watu wanaomba kwa uchungu. Ana feel kile unachopitia. Una mtoto, omba na yule mtu ambaye ana feel kile unachopitia. Una kazi, omba na yule mtu ambaye ana feel kile unachopitia. Omba na watu namna hiyo. Omba na watu wenye upendo. Usiombe na watu ambao hawana upendo, watakugeuka. Omba na watu wenye upendo. Omba na watu wenye upendo. Mwenye upendo atakuombea, atakesha na wewe. Atakesha na wewe, ataomba na wewe. Hahitaji umlipe usingizi, hahitaji umlipe muda wake, hahitaji umlipe hela kuombea, hahitaji chochote. Mwenye upendo atakuombea kwa moyo mmoja, pasipo gharama yoyote ile. Atajitoa kwa ajili yako. Mwenye upendo. Tafuta mtu kama huyo, muombe pamoja. Omba nao. Omba na rafiki yako. Omba na watoto wako. Ukiwa una hela unachopitia, mtoto wako ataumia zaidi kuliko hata mtu mwingine yoyote. Omba na watu hao wanao feel kile unachopitia. Wataka kunyanyua, wataka kupitia kwenye changamoto. Omba na watu hao. Sio wakati wa kufa wanatabasamu. Sio wakati wanaomba, wakati unako gerezani wanasherekea. Omba na watu ambao wanalia wakati wa changamoto. Utawajuaje? Utakapopitia kwenye changamoto utawajua. Biblia inasema na upendo uvumilia. Kwa hiyo kujua mtu mwenye upendo atakuvumilia tu. Huyo mtu ana upendo. Atajitoa kwa ajili yako, kwa sababu upendo ni kujitoa. Yesu alifunga siku 40 kwa ajili yetu sisi. Anaacha kula kwa ajili yetu. Huo ni upendo. Akatoa uhai wake kwa ajili yetu.
hatukumlipa hata senti 100. Hata 100 hatukumpa. Alikuwa anaenda mlimani kila siku kufunga na kuomba kwa ajili yetu. Anaacha usingizi, anaacha everything kwa ajili yetu. Tunahitaji watu kama hao kutuombea, ambao yuko radhi kujitoa, kuacha kila kitu, kazi yake, kila kitu kwa ajili yetu. Tunahitaji watu kama hao. Tunahitaji Wakristo wenye upendo. Tunahitaji Wakristo wenye kujitoa. Tunahitaji Wakristo wenye kuthamini maisha ya watu. Tunahitaji Wakristo wa namna hiyo. Tazama hapa. Petro amewekwa gerezani, amefungwa gerezani. Kanisa limeacha usingizi. Wameenda kukesha kanisani kwa ajili ya Petro. Ule upendo wa ajabu sana. Petro hakuwafanyia jambo lolote hawa watu. Petro hakuwapa hela wafunge na kuomba kwa ajili yake. Bali mabinti, vijana, wazee waliacha everything kwa ajili hiyo Petro. Kuwapata sadaka. Hawafanya chochote bali upendo. Tafuta watu wenye upendo, watakao kuombea kutoka ndani ya mioyo yao. Hata kuchaji chochote. Si unaelewa? Hata kuchaji chochote. Tafuta rafiki, jirani yoyote yule ambaye hata kusimanga, hata kushika mkono, hata kusema vibaya, hata simama na wewe, hata kesha na wewe. Tunahitaji watu wa namna hiyo, wenye upendo. Okay. Kwa tuendelee. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye Petro. Nuru ikamulika mle chumbani, ikampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Kwa kipindi kanisa linaendelea kuomba, ile usiku kanisa linaendelea kuomba, Petro yupo gerezani amelala. Malaika wa Bwana akatokea, akasimama, akamwamsha. Yupo usiku, Petro amelala na kesho anamuua, lakini amelala. Kwa malaika akamwamsha, Petro, amka, ondoka upesi Petro. Kipindi anaamshwa namna hiyo, minyororo yake ikaanguka. Kwa ile minyororo ilikuwa imefunga mikono ya Petro, ikaanguka. Unakapoomba maombi ya mapatano, utakapokubaliana na rafiki zako, mume wako, mke wako, anayekupenda kwa dhati, anayependana kwa akaamua kuomba pamoja, kwa kuugua, kwa machozi, mkilia pamoja, kila mmoja akiwa ameguswa juu ya jambo hilo, kila mmoja ameguswa, kila mmoja anahitaji mtu mwingine afanikiwe. Acha wale wanaokuonea wivu, usiombe na hao. Anaomba lakini anakuonea, acha hao. Lakini yule mwenye moyo anayetaka ufanikiwe, omba na huyo mtu. Minyororo yako itaanguka. Minyororo yako itaanguka. Gereza lililofungwa, milango ya gereza itafunguka na utapita. Utatoka. Watu endelee. Biblia inasema mstari wa 8. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Akatoka nje. Tazama sasa, malaika anamwambia, jivike nguo yako, ukanifuate. Utakapoomba maombi ya mapatano, Mungu atakuletea watu, atakuinulia malaika wakuonyeshe njia. Utakapoamua kuomba kwa juhudi, mtakapoamua wewe na familia yako, na ukoo wako, na kikundi chako, na marafiki yako, mtakapoamua kuomba kwa kupatana, kwa juhudi kuu, Mungu atawainulia watu.
Mungu atainulia malaika waonyeshe njia ya kutoka. Kanisa lilipokuwa linaendelea kuomba, Mungu akamuinua malaika, akamtuma malaika, milango ikafunguka, malaika akamwonyesha njia Petro. Malaika akamwonyesha njia Petro. Okay, watu endelee. Biblia inasema, kisha akamwambia, jivike nguo yako nifuate. Akatoka nje, akamfuata. Wala hakujua ya kuwa ni kweli iliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Kwa Petro hakufikiri kama ni kweli, alifikiria ni maono. Nao walipopita lile lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia. Kwa walipita lindo la kwanza, ile geti ya kwanza, wakapita lindo la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Kwa kutana lile geti, ukawafungukia wenyewe, yani kama automatic ile milango ya umeme. Yani walipofika tu milango ikafunguka. Mtakapoamua kuomba pamoja, kila milango iliyofunga ikikuona itafunguka. Ni milango ya kazi itafunguka. Ni milango ya ndoa itafunguka. Ni milango ya kila namna itafunguka tutakapoamua kuomba kwa juhudi. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kutafuta uso wa Bwana, tukiomba kwa juhudi pasipo kukata tamaa. Kanisa, tuombe pamoja. Tuwe na umoja. Wakristo tuwe na upendo, tuwe na umoja. Tuombe pamoja kwa juhudi kubwa. Okay. Tuendelee. Okay. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu, akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Kwa Mungu, maombi ya kanisa, maombi ya mapatano kwa kanisa yalimtoa Petro, na Mungu akamwokoa Petro na mkono wa Herode. Na kule kutazamia kwa Wayahudi, taifa lote la Wayahudi lilikuwa linatazamia Petro afe. Walikuwa wamejipanga kushangilia kwa ajili ya Petro na kufa. Wakaaibika. Mungu akamwokoa. Mstari wa 12. Na alipokuwa akifikiria haya, akafika nyumbani kwa Mariamu, mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humu wakiomba. Kwa hiyo kumbe hawa watu walikusanyika nyumbani kwa fulani. Hawa watu walipatana, wakaenda kwenye nyumba ya huyu mama Mariamu, mama yake na Yohana, ambaye jina la pili ni Marko. Walienda kwa mama yake na nani? Na Yohana, nyumbani kwake. Walikuwa naomba mle ndani. Hawakwenda kanisani, lakini walikuwa kwa nyumba ya mama huyu. Kwa maana yake hata wewe unaweza kupatana na rafiki zako, ukapatana na familia yako, ukakaa nyumbani kwako ndani kuomba. Mkaomba masaa nyumbani kwako, wewe na watoto wako. Maombi ya mapatano. Mkapatana, mkaomba usiku kucha juu ya jambo fulani. Mambo yanafunguka. Mungu anatuma malaika, wanaenda kufanya kazi. Kila milango iliyofunga, biashara zilizofunga, uchumi uliofunga, roho za madeni zitakatika. Kila gereza uliowekwa ndani yake, mageti ya kila namna, ngome za kila namna zitaanguka. Utakuwa huru. Haleluya, haleluya. Okay. Kwa hiyo, naye alipokwisha kubisha, tusome mstari wa 13. Alipokwisha kubisha, kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani. Akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu? Kwa hata waliokuwa wanaomba walikuwa hawana imani. Walikuwa waamini kama Mungu anaweza kumtoa Petro.
Hawakuamini. Hawakuamini. Haleluya. Kwa Mungu ni mwema. Kwa hiyo wacha tumalizie hapa. Tusome mstari wa mwisho sasa. Tumalize, muda umeenda sana. Sikutarajia ningefika huko. Ningetumia muda wote huu. Lakini okay. Kwa tusome sasa kitabu cha Mhubiri. Tusome Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9. Mstari wa mwisho. Ili tuombe. Mhubiri. Andika Mhubiri sura ya 4. Mhubiri sura ya 4. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9. Mhubiri sura ya 4 mstari wa 9. Tayari umeandika? Okay, nasoma. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Kwa ni heri wawili kuliko mmoja. Umoja una nguvu. Umoja una nguvu. Utengano ni dhaifu. Kwa tunahitaji maombi ya pamoja. Tunahitaji kuombeana. Usijiombee wewe tu, ombea watu wengine. Ombea familia yako, ombea watoto wako, ombea ndugu zako, ombea watumishi wa Mungu wanaofanya kazi ya Mungu. Wanapitia changamoto nyingi sana. Ombea kazi ya Mungu ifanikiwe. Ombea Mungu aokoe watu. Maelfu na maelfu ya watu wakapata kusikia Injili. Ombea Mungu afungue milango. Unaomba namna hiyo. Kwa kusanyika pamoja, mnaweza mkaomba juu ya mambo mengi tu, mnaweza mkaombea na mtaona mkono wa Mungu. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Somo letu tumeishia hapo. Sasa tutaenda kuomba sasa. Cha kwanza tutaomba na watu ambao hawamjui Yesu. Wanataka kumpokea Yesu. Watu ambao wanataka kumpokea Yesu. Tunataka tuombe na watu ambao hawajampokea Kristo. Tutaomba sala toba. Weka mkono wako kwenye kifua, tuombe sala toba sasa. Bwana Yesu, sema sala hii. Utanifuata ninaposema. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekukosa wewe Bwana. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Nisamehe Bwana Yesu. Nisamehe Bwana Yesu. Unitakase na unioshe kwa damu yako takatifu. Nifanye upya Bwana Yesu. Nifanye upya Bwana Yesu. Niwe kiumbe kipya sasa. Ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nitakase Bwana Yesu. Unipe nguvu ya kuishinda dhambi. Unipe nguvu ya kuanza na unipe nguvu ya kumaliza vyema. Nipe nguvu Bwana Yesu. Unijaze na Roho wako Mtakatifu. Roho wako Mtakatifu akapate kukaa ndani yangu. Asante Bwana Yesu kwa kunisamehe, kwa kuniokoa. Asante Bwana Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Kwa kuanzia sasa umeokoka. Wewe ni mtoto wa Bwana Yesu.